Jambo na karibu wapendwa wasikilizaji na watazamaji wa Congo Post News. Tunakaribisha tena katika taarifa zetu za habari za mchana wa leo, ikiwa ni tarehe 23 mwezi wa 7 mwaka wa 2026. Wapendwa wasikilizaji na watazamaji, kama itakuwa ni mara yako kwanza kufuatilia habari kupitia Congo Post News, hakikisha una subscribe, like, comment na kushare, na kwa lugha nyingine banasema unajiabona na comment vile vile una partage. Tunakaribisha katika taarifa yetu ya habari za mchana wa leo, ambapo tutakujuza nini kinachoendelea huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako kunaendelea vita kati ya waasi na jeshi la serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inayoungwa mkono na wanamgambo wa kujitolea wanaojulikana kama Wazalendo. Vile vile kwenye mwisho wa habari tutakunga moja kwa moja na habari za kimataifa ili upate kujua nini kinachoendelea pembe zote za dunia. Karibu katika taarifa yetu ya habari za mchana. Karibu. Tuende na habari kutoka mashariki mwa DRC, ambako baraza la vijana la Itombwe linalojulikana kama CLGI limekanusha taarifa zilizokuwa zikisambaa kwenye mitandao ya kijamii zikidai kuwa kijiji cha Kanguli kilichopo katika eneo la Fizi mkoani Kivu Kusini kimetekwa na waasi wa MRDP Twigwane wanaoshirikiana na FC M23. Katika taarifa yake iliyotolewa Jumatano tarehe 22 mwezi wa 7 mwaka wa 2026, CLGI imesema kuwa kijiji cha Kanguli ambacho ni makao makuu ya groupment ya Basilocha bado kipo chini ya udhibiti wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC kwa kushirikiana na vikundi vya kujitolea vya ulinzi la taifa vinavyojulikana kama Wazalendo. Kwa mujibu wa shirika hilo, mashambulizi kadhaa yalifanywa na waasi tarehe 22 na 21 mwezi wa 7 katika vilima vinavyozunguka Kanguli vilizuiwa na vikosi vya serikali ambavyo vinasema waliwasukuma nyuma washambuliaji hadi katika eneo la Point Zero. Hata hivyo, CLGI imeripoti kuwa usiku wa kuamkia tarehe 21 mwezi wa 7 kulitokea shambulio katika mji wa migodi ya Alole Mwamleke unaojulikana kama Kalole ulioko huko mashariki mwa Kipupu katika sekta ya Itombwe. Kwa mujibu wa shirika hilo, shambulio hilo lilidaiwa kufanywa na wapiganaji au waasi wa Twigwane na FC M23. Taarifa za awali iliyotolewa na CLGI inaeleza kuwa watu 6 raia walipoteza maisha, wengine 7 walijeruhiwa, watu 10 walitekwa nyara, huku nyumba kadhaa zikichomwa moto na mali mbalimbali kuporwa. Shambulio hilo lilisababisha familia nyingi kukimbia makazi yao kwa hofu usalama. CLGI imesema kuwa matukio hayo yanahatarisha usalama wa raia na kuyataja kuwa ukiukwaji mkubwa wa sheria za kimataifa na za kibinadamu. Shirika hilo limetoa wito kwa mamlaka husika kuimarisha ulinzi wa wananchi, huku likizitaka taasisi za kibinadamu kuongeza msaada kwa familia zilizoathirika na ghasia hizo. Ni muhimu kutambua kuwa madai yaliyotolewa na CLGI kuhusu hali ya usalama na waliohusika katika mashambulizi hayo yanawakilisha taarifa za shirika hilo. Kufikia sasa haijatangazwa taarifa huru iliyothibitisha kwa kujitegemea madai hayo kutoka pande zote husika. Hiyo ndiyo ilikuwa ripoti ya habari kuhusu hali ya usalama katika eneo la Kanguli na Kipupu wilayani Fizi mkoani Kivu Kusini. Tuende na habari kutoka mkoani Kivu Kaskazini, ambako mamlaka za eneo la Mutwanga katika wilaya Beni mkoani Kivu Kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zimeripoti kugunduliwa kwa vifaa 6 vya mlipuko ambavyo havikuwa vimelipuka vikiwa vimefukiwa ndani ya kiwanja cha kampuni ya kiwanda na biashara. Ugunduzi huo ulifanyika Jumanne tarehe 21 mwezi wa 7 mwaka 2026 baada ya wananchi kutoa taarifa kwa vyombo vya usalama kuhusu kitu kilichotiliwa shaka wakati wa shughuli za uchimbaji. Kwa mujibu wa taarifa za awali, vikosi maalum vya uhandisi wa kijeshi na wataalamu wa kutegua mabomu vilifika haraka eneo la tukio ili kuzingira na kuhakikisha kuwa hakuna raia anayekaribia vifaa hivyo vya mlipuko. Operesheni ya kuviondoa ilifanyika kwa tahadhari kubwa ili kuzuia ajali yoyote ambayo ingeweza kuhatarisha maisha ya wananchi. Mamlaka zinaendelea kuchunguza chanzo cha mabomu hayo na mazingira yaliyopelekea kufukiwa kwake katika eneo hilo. Hadi sasa hakuna taarifa rasmi iliyobainisha ni kundi gani au kitukio gani iliyosababisha vifaa hivyo kubaki ardhini. Hata hivyo, tukio hili linaonyesha athari zinazoendelea za migogoro ya silaha ambayo yamekuwa kikumba maeneo mengi ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa miaka mingi sasa. Wananchi wa Mutwanga wametakiwa kuwa uangalifu na kutoa taarifa moja kwa moja watakapoona kifaa chochote kinachojulikana au kinachoshakiwa kuwa cha mlipuko.
Mamlaka zinasisitiza kuwa kugusa au kuhamisha vifaa hivyo kunaweza kusababisha madhara makubwa. Kwa ujumla, uchunguzi huu unakumbusha umuhimu wa kuendelea na shughuli za kutambua na kuondoa mabaki ya vita ili kuilinda usalama wa raia na kuruhusu shughuli na maendeleo bila hofu. Hiyo ilikuwa ni habari yetu kutoka huko Mutwanga katika wilaya Beni mkoani Kivu Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na tutaendelea kupatia habari kadri zinavyoendelea kupatikana. Tuende na habari kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambako moto mkubwa umeharibu sehemu kubwa ya kituo cha biashara cha Minova kilichopo katika wilaya Kalehe mkoani Kivu Kusini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tukio hilo lilitokea usiku wa Jumanane tarehe 21 mwezi wa 7 mwaka wa 2026 na kusababisha uharibifu mkubwa wa maduka, nyumba za biashara na mali za wafanyabiashara. Kwa mujibu wa mashuhuda, moto huo ulianza ghafla katika eneo la kibiashara lililopo karibu na ofisi ya Kadeko kabla kusambaa kwa kasi kutokana na majengo mengi kujengwa kwa vifaa vinavyoshika moto kwa urahisi. Wananchi walijaribu kuzima moto kwa kutumia vifaa vya kawaida, lakini juhudi hizo hazikutosha kuzuia kuenea kwa moto huo. Hasara kubwa ya mali iliripotiwa huku wafanyabiashara wengi wakipoteza bidhaa zao na mitaji walioitumia kwa miaka mingi. Kufikia sasa, mamlaka bado zinaendelea kufanya tathmini ya kiwango halisi cha uharibifu ili kubaini idadi ya waathirika. Wakati huo chanzo cha moto huo bado hakijathibitishwa rasmi na uchunguzi umeanzishwa ili kubaini kilichosababisha janga hilo. Tukio hili limewaacha wakazi wa Minova katika hali ya huzuni na sintofahamu, hasa familia zinazotegemea biashara ndogo ndogo kama chanzo kikuu cha kipato. Viongozi wa eneo hilo wamewataka wananchi kushirikiana kusaidia waathirika, huku wakitoa wito wa serikali na mashirika ya kibinadamu kutoa msaada wa haraka kwa waliopoteza mali zao. Moto huo unaongoza orodha ya majanga ambayo yamekuwa yakikumba eneo la Kalehe katika kipindi cha hivi karibuni. Wadau mbalimbali wanasisitiza umuhimu wa kuimarisha mifumo ya kukabiliana na majanga ya moto pamoja na kuhamasisha wananchi kuhusu hatua za tahadhari ili kupunguza madhara yanayoweza kujitokeza siku zijazo. Hiyo ndio ilikuwa ripoti ya habari kuhusu moto uliowaka katika eneo la Minova wilayani Kalehe mkoani Kivu Kusini. Twende na habari kutoka mkoani Kivu Kusini ambako mapigano makali yameripotiwa kuanzia Jumatatu tarehe 12 mwezi wa 7 mwaka 2026 katika eneo la mlima ya juu ya Fizi mkoani Kivu Kusini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mapigano hayo yalihusisha jeshi la serikali ya FARDC likisaidiwa na wanamgambo wanaojitolea wanaojulikana kama wazalendo dhidi ya wapiganaji au wasi wa Twirwaneho wanaoshirikiana na muungano wa M23. Kwa mujibu wa taarifa kutoka vyanzo vya ndani, mapigano yalizuka katika sekta ya Tanganyika kwenye mimili ya Point Zero, hasa katika maeneo ya Kanguli na Asilelo. Yanadaiwa kuanzia mchana wa Jumatatu na kuendelea hadi usiku wa manane kabla ya kuanza tena tarehe 21 asubuhi Julai, yani mwezi huu, siku ya jana. Taarifa zilizokusanywa kutoka vyanzo mbalimbali vya eneo hilo vinaeleza kuwa wapiganaji wa Twirwaneho waliweza kusukuma nyuma majeshi ya serikali katika baadhi ya maeneo ya mapambano. Chanzo kimoja cha kiutawala chini ya Kongo kimeeleza kuwa vikosi vya ARC ambavyo ni tawi la jeshi la AFC M23 na wanaoshirikiana na Twirwaneho kwa sasa vinadaiwa kudhibiti barabara inayounganisha Point Zero na vijiji vya Kanguli pamoja na Mlima. Hata hivyo, hadi sasa hakuna taarifa rasmi iliyothibitisha madai hayo wala hakuna idadi kamili ya waliouawa au kujeruhiwa au kulazimika kukimbia makazi yao kutokana na mapigano hayo yaliyotokea. Mamlaka za serikali pia hazijatoa taarifa rasmi kuhusu hali ya operation zinazoendelea katika eneo hilo. Mapigano haya yamezuka baada zaidi ya wiki moja ya utulivu wa muda katika eneo hilo, jambo linaloonyesha kuwa hali ya usalama katika milima ya juu ya Fizi bado ni mbaya na inaweza kubadilika kwa muda wowote. Wakati huo, viongozi wa asasi za kiraia katika wilaya ya Fizi wanaendelea kueleza wasiwasi wao kuhusu kukamatwa kwa huduma za mawasiliano.
Tangu mwanzoni mwa mwezi huu wa 7, huduma za mitandao ya simu pamoja na interneti zimekuwa hazipatikani katika sehemu kubwa ya eneo hilo. Hali hiyo kwa mujibu wa mashirika ya kiraia imewaadhiri wananchi kwa kuwazuia mawasiliano na ndugu zao, kupata huduma muhimu na kufuatilia maendeleo ya hali ya usalama katika eneo hilo. Wakazi wa eneo hilo wanaendelea kutoa wito kwa pande zote zinazohusika katika mzozo huo kuheshimu maisha ya raia na kutafuta suluhisho la amani litakalomaliza mapigano yanayoendelea kwa muda mrefu katika eneo hilo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hiyo ndio ilikuwa ripoti yetu ya habari, na tutaendelea kufuatilia kwa karibu maendeleo ya mapigano katika eneo la Fizi na tutakuletea taarifa kadri zinavyoendelea kupatikana. Baada ya kusikiliza matangazo yetu ya habari kutoka sehemu mbalimbali mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mpendwa msikilizaji na mtazamaji, basi acha nikuingie moja kwa moja na habari za kimataifa ili upate kujua nini kinachoendelea pembe zote za dunia. Karibu. Waziri wa ulinzi wa Marekani Pete Hegseth ameiambia bunge la nchi hiyo kwamba gharama ya vita dhidi ya Iran ni takriban dola bilioni 37. Hegseth amewaomba wabunge kuidhinisha ufadhili zaidi na kuonya kwamba mafunzo ya kijeshi yangeathirika ikiwa hakutakuwa na ufadhili wa ziada wa dharura. Waziri huyo wa ulinzi amesema uwezo wa Iran umepunguzwa, ila hakusema muda wanaokadiria kuchukua kumaliza vita. Jeshi la Marekani limesema limekamilisha usiku wa 11 wa mashambulizi dhidi ya Iran. Mwandishi wa BBC wa masuala ya Mashariki ya Kati Yolande Nell ana maelezo zaidi kutoka Jerusalem. So the statement that's been put out by you. Kuna wimbi jingine la mashambulizi ya Marekani dhidi ya Iran huku milipuko ikiripotiwa katika maeneo mbalimbali nchini humo. Marekani inasema kuwa imekuwa ikilenga vituo vya kijeshi vya Iran vya uongozi na usafirishaji wa vifaa, maeneo ambayo kimsingi yanahusisha na mashambulizi ya hivi karibuni ya Iran dhidi ya meli za kibiashara zinazopita katika lango la Hormuz. Hata hivyo, katika siku za hivi karibuni Rais Trump amedokeza kuwa Marekani iko tayari kuongeza nguvu ya mashambulizi yake dhidi ya Iran. Ametoa ishara uwezekano wa shambulio dhidi ya mlima Pickaxe, eneo linaloshukiwa kuwa na shughuli za kinyuklia, hatua ambayo Iran imejibu haraka kwa kutishia kupanua wigo wa vita katika eneo hilo iwapo shambulio kama hilo dhidi ya eneo muhimu na la kimkakati litafanyika. Wakati huo huo, katika saa chache zilizopita tumesikia kuhusu hatua zaidi za kulipiza kisasi kwa upande wa Iran kufuatia mashambulizi hayo ya hivi karibuni, huku Kuwait ikiwa miongoni mwa maeneo yaliyolengwa tena na ndege zisizo na rubani. Akizungumza katika mkutano wa mawaziri wa mambo ya nje wa kusini mashariki mwa Asia, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio alisema Washington bado iko tayari kutumia njia za kidiplomasia, lakini alishtumu Tehran kwa kutokuwa na nia ya dhati katika mazungumzo. Marekani inasema inataka kudhoofisha zaidi uwezo wa Iran kushambulia meli katika lango la Hormuz, huku Iran ikisema sasa inapambana katika vita kamili. Jeremy Bowen anaripoti kuhusu mwelekeo ambao mzozo huo unaweza kuchukua. Ripoti yake inawasilishwa na Peter Mwangangi. Tishio lililopo kwa sasa ni kwamba vita vitazuka kwa ukubwa ambao tulishuhudia mwezi Machi. Changamoto ya kidiplomasia ni kutafuta njia ya kuzuia hilo kutokea na kudhibiti hali ili kuwawezesha Marekani na Iran kujadiliana na wala si kushambuliana kwa mabomu. Kwa sasa hakuna matumaini makubwa. Eneo jipya la mzozo limechipuka. Washirika wakuu wa Iran nchini Yemen, Wahouthi, sasa wanatishia kufunga mlango bahari wa Bab al-Mandab. Mlango huu ni njia ya bahari ya Shamu ambayo Saudi Arabia hutumia kusafirisha mafuta ambayo Iran haikubali yapite kwenye mlango bahari wa Hormuz. Hali hiyo huenda ikazua vita vipya kati ya Wahouthi na Wasaudi na huenda pia ikawahusisha wa Marekani. Hatujakuwa na tatizo lolote na Wahouthi. Hawajakuwa na tatizo nasi kwa muda mrefu, ikiwemo wakati wa mzozo huu unaoendelea. Nadhani kwamba ikiwa kuna jambo kama hilo, hatutasita kuwajibika ipasavyo. Iran ilifanikiwa kushambulia kambi ya jeshi la Marekani nchini Jordan na kuwaua wanajeshi wawili wa Marekani na kuwajeruhi wengine wengi. Hiyo ni ishara kwamba Marekani inapunguza matumizi ya makombora yake ya kukabiliana na makombora yanayotoka angani kwa kuwa imeshatumia mengi hapo awali. Mashambulizi ya Marekani dhidi ya Iran yalirejelewa baada ya mazungumzo ya kufungua mlango bahari wa Hormuz kukwama. Iran ilifunga mlango huo baada ya Marekani na Israel kuishambulia mwishoni mwa mwezi Februari. Kwa siku chache za mwanzoni,
Wamarekani walishambulia sana bandari na kambi za jeshi katika eneo la pwani na vilevile kile walichosema ni miundombinu ya kurusha makombora na ndege zisizo na rubani. Na baada ya wiki nzima ya mashambulizi makali ya angani ya usiku, walilenga miundombinu muhimu ambayo inatumiwa na raia, ikiwemo madaraja na barabara. Kisha Marekani ikashambulia kituo cha nyuklia ambacho kinajengwa mjini Darkovin, ambacho wachunguzi wa Umoja wa Mataifa wamesema hakikuwa na bidhaa zozote za kinyuklia. Na katika siku chache zilizopita, mashambulizi hayo yameelekezwa ndani ya Iran na kulenga kambi za kijeshi zilizopo karibu na mji mkuu Tehran kwa mara ya kwanza tangu vita hivi kuanza. Sasa Rais Trump anasema kwamba watalenga mlima wa Pickaxe uliopo karibu na Natanz, ambapo Waisraeli wanadai kumewekwa bidhaa ambazo zinatumika kutengeneza silaha za kinyuklia. Katika ufuo uliopo karibu na mlango bahari wa Hormuz, wafuasi wa utawala wa Iran walionyesha kuunga mkono. Hakuna ishara kwamba mashambulizi mapya ya angani yatawasaidia Wamarekani kushinda vita hivi zaidi ya vile ilivyokuwa kati ya miezi ya Machi na Aprili walipotekeleza mashambulizi makali kwa wiki 5 mfululizo. Mabango mapya yanayoonyesha ukiukaji wa hali hiyo yamewekwa kote jijini Tehran. Jijini Islamabad, waziri mkuu wa Pakistan alikutana na ujumbe wa Iran. Upatanishi unaosimamiwa na Pakistan na Qatar unaonekana kuwa suluhu yenye matumaini ya kumaliza mzozo. Marekani ina nguvu ya kuendelea kushambulia Iran, lakini nguvu hiyo haijalazimisha utawala wa Iran kusalimu amri. Ushahidi zaidi kwamba uamuzi wa Trump kuelekea vitani kwa ajili ya ushindi rahisi na wa haraka umefeli. Tukisalia Mashariki ya Kati, Rais wa Marekani Donald Trump ameamrisha serikali yake kuidhinisha safari za moja kwa moja za ndege za Marekani hadi Lebanon kwa mara ya kwanza katika muda wa miongo minne. Trump pia amesema Marekani itaipa Lebanon usaidizi zaidi alipokutana na rais wa nchi hiyo Joseph Aoun katika ikulu ya White House. Aidha, ameahidi kusaidia Lebanon sana, akiitaja kama nchi ambayo imedhalilishwa. Rais Aoun anataka usaidizi wa Marekani kwa jeshi la Lebanon ambalo linajaribu kumaliza nguvu kundi la Hezbollah. Wakati huo jeshi la Lebanon limesema vikosi vyake vimetumwa katika eneo maalum lililopo eneo la kusini mwa nchi hiyo kutokana na kuondoka kwa vikosi vya Israel kama ilivyoafikiwa katika mkataba wa makubaliano yaliyosimamiwa na Marekani mwezi uliopita. Jeshi la Lebanon limetuma vikosi vyake katika maeneo matatu katika juhudi za kukabiliana na kundi la Hezbollah. Mwandishi wa idhaa ya Kiarabu Karin Tobi ana taarifa zaidi kutoka viungani mwa eneo la Western Zaudar. Lebanon inaona hili kama njia ya kuelekea kuondoa awamu ya vikosi vya Israel kutoka maeneo ambayo Israel inaakalia ndani ya Lebanon. Hata hivyo, miji miwili kati ya mitatu iliyotajwa katika awamu ya kwanza mradi huo wa majaribio kwa kweli haikaliwi na majeshi ya Israel, wala hakukuwa na uwepo wote wa Israel huko. Mji wa tatu, Zautar al-Gabie, jana ulishuhudia hatua ya kwanza ya jeshi la Lebanon kurejea na kuweka nguvu zake huko, lakini pia jana kulikuwa na milio ya risasi kutoka upande wa Israel karibu na eneo lililokuwa na jeshi la Lebanon. Jambo hili linaonyesha jinsi eneo hilo lilivyo na hatari na linavyoendelea kuwa hatari, na sababu inawafanya wakazi bado wasiweze kulifikia. Kwa hivyo yote haya yanaashiria kuwa mradi huu mzima ambao unasifiwa kama pendekezo linaloweza kusaidia kutatua mgogoro kati ya Israel na Lebanon bado uko katika hatua zake za awali kabisa za utekelezaji. Lebanon is still in its very first baby steps. Nani hapo ndipo tunapohitimisha matangazo yetu ya habari za mchana wa leo, ikiwa ni tarehe 23 mwezi wa 7 mwaka 2026. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji, basi tukutane katika taarifa yetu ya habari za jioni, ambapo tutakujuza nini kinachoendelea mashariki mwa DRC na nchi nzima ya DRC kwa ujumla. Asante, chao.